Sijui kitaalam tunaihitaje, ila hii inaitwa haiishi mpaka iishe. Mara tu baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa NBC Premier League Tanzania Bara, Kariakoo Derby, Yanga dhidi ya Simba. Sasa dabi imehamia nje ya uwanja na huku iko kwa moto kwelikweli. Dabi ya sasa imekaa kwenye mfumo na muundo wa piramidi. Mwalimu wa darasa la 3C alitufundisha kuiita pembe tatu. Safari hii inapigwa pasi moja kwa moja mpaka kwa mamlaka ya michezo nchini Tanzania, TFF. Inarudishwa tena kwa kisigino, kwa madaa kwelikweli, mpaka mitaa ya Twiga na Jangwani kwa Young Africans. Shuti limeelekea kazi. Wangino Media tumetembelea video vya kimitandao na kuangalia hali ya hewa ikoje huko. Ni jua ama mvua? Ukweli ni kwamba hali ni ya uvuguvugu, na wadau na viongozi wamejitokeza na wapanga katika akaunti zao za mitandao ya kijamii. Sisi tuko hapa kukusomea na kukujuza ni kipi kinachoendelea vijiweni huko. Mara baada ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kuahirisha mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025, klabu ya Young Africans ilijitokeza hadharani na kutoa msimamo wao kutokana na jambo hilo. Ufuatao ndio msimamo wa kamati tendaji ya Yanga. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yao ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga inakubaliana na kutokushiriki mchezo nambari 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo na uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini si kwa muhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kokote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati wa uongozi ukiendelea na utaratibu, na kuhakikisha ya kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Huo ni msimamo wa klabu ya Yanga mara baada tu ya kuhairishwa kwa mechi hiyo. Mara baada ya klabu ya Yanga kutoa msimamo wake, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia alijibu tuhuma zinazohusishwa na bodi ya ligi kuu kufuatia uamuzi wa kuahirishwa kwa mchezo wa Kariakoo Derby uliopaswa kuchezwa Machi 8, 2025. Akizungumza katika mahojiano na kituo kimoja cha redio nchini Tanzania, Rais Karia alisema, namnukuu, taratibu tuziache zifuatwe, lakini huwezi kusema bodi ijiuzuru. Hata wanaosema wawaambie na viongozi wao hawastahili kujiuzuru. Vitu vingine vinafanyika kitoto. Kama watu wamechoka mpira, basi waendelee na sinema zao. Huyo ni Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Wananchi hawakuishia hapo, bali inasemekana klabu ya Yanga imefungua kesi ya malalamiko kwenye kamati ya usuluhishi wa kimichezo yani CAS, hatua inayokuja mara baada ya kuhairishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini pia kutokuridhishwa na majibu ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Kwa mujibu wa ripoti ya Wananchi, kwenye tamko lao walisema hawana imani na bodi ya ligi kuu na wameshindwa kukubaliana kabisa na majibu ya barua iliyotoka, hivyo wameamua kusonga mbele na kudai haki yao katika mahakama ya kiusuluhishi wa kimichezo CAS. Na ukiachana na Wananchi, Yanga, moja ya wanamichezo na afisa habari na mawasiliano wa zamani wa klabu ya Yanga pamoja na Simba, ndugu Haji Sunday Manara, kupitia mtandao wake wa kijamii, lakini pia kupitia place ambayo alikuwa akifanya hapo jana, aliandika kupitia mtandao wake wa kijamii, namnukuu, Wanayanga, twendeni tukaisimamie kanuni zilizopo na tuache uoga wa aina yoyote ile. Ikitokea tumefungiwa, watufungie wote. Hili swala sio la viongozi wetu peke yao, ni la kila mwananchi. Mkileta uoga na ushikaji wa kila siku, wataendelea kutudharau. Kama viongozi mnaona hili ni lawama kwenu,
Itisheni mkutano mkuu wa dharura wa wanachama ili tuje na maazimio. Ibara ya 22 ya katiba yetu inatupa ruhusa ya kuwa na General Assembly ya dharura. Lugha ya kutuambia tuache ujinga na utoto au twende tukacheze sinema lazima tuzipinge bila hofu. Muhimu tusikubali compromise ya kukubali kucheza tena mechi hii. Kanuni lazima isimamiwe kisawasawa. Huyo ni Haji Sunday Manara. Haikuishia hapo, bali pia makamu wa rais wa Young Africans ndugu Arafat Haji, yeye aliamua kutupa jiwe gizani, na mnukuu, aliandika akisema, unaweza kuwaendesha watu ila huwezi kuwaendesha wakati wote. Unaweza kuwaburuza watu ila huwezi kuwaburuza wakati wote. Unaweza kuwaongopea watu ila huwezi kuwaongopea wakati wote. Kuwa makini na maji yaliyotulia, yana kina kirefu sana. Huyo ni ndugu Arafat Haji, makamu wa rais wa Young Africans. Yeye aliamua kutupa jiwe gizani. Litakalompata limpate. Mtazamaji, nakwambia dabi hii ya nje ya uwanja ni ya moto kwelikweli. Haijaishia hapo, lakini pia meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, yeye pia ametoka hadharani kupitia mtandao wake wa kijamii akiandika kuhusu sakata hili linaloendelea, na mnukuu, anatokea mwehu mmoja anamzihaki huyu rais au kikundi cha vijana wa hovyo wanazihaki mamlaka za mpira wetu. Hii nchi uhuru umepitiliza sana. Wallace Karia, TFF na bodi ya ligi kuu wanapaswa kuheshimiwa na kuenziwa, kutunzwa na kulindwa, maana wamefanya kazi kubwa sana na wanaendelea kufanya kazi kubwa kwenye mpira wetu. Yote tuliyokuwa tunayaota kwenye mpira sasa hivi yanatokea. Yale tuliyoyadhani ni magumu kwa Karia yanawezekana. Na kama haitoshi, tunaiona kesho njema ya mpira wetu Tanzania chini ya Karia na wenzake. President akamtaji Karia na uongozi wako wa TFF na bodi ya ligi, msirudi nyuma na msikubali mtu awarudishe nyuma. Sasa hivi tunawaza World Cup, tunawaza utawala wa AFCON na ubingwa wa Afrika ngazi ya vilabu. Kama humpendi Karia, penda mafanikio yake. Huyo ni semaji Ahmed Ally, mzee wa Spika, semaji la CAF. Na mtazamaji, hayo ni maoni mbalimbali ya wadau wa michezo kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii. Hii ni dabi nje ya uwanja. Cha kufanya ni wewe kukaa karibu na page yetu ya Instagram pale kwa jina la Wangino Media. Usisahau kufollow na kulike na kucomment, lakini pia kukaa karibu na page yetu ya mjini YouTube kwa jina la Wangino Media. Usisahau kusubscribe, kuturn on notification yako ili kupata update mbalimbali zinazoendelea kuhusu hili linaloendelea, lakini pia na mambo mengine mengi. Asante.